Karibu Tabora, karibu Toronto. Kutokana na hizi changamoto tulizonazo, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeamua kutupa kipaumbele kuleta programu ya huduma jumuishi za lishe kutekelezwa katika mkoa wetu kupitia uhisani wa taasisi ya Big Win Philanthropy ya nchini Uingereza. Katika kuhakikisha jamii inakuwa na uelewa mpana wa lishe bora kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 na kuondokana na udumavu, mkoa wa Tabora unazindua mpango wa kuimarisha huduma ya lishe jumuishi unaofadhiliwa na taasisi ya Big Win Philanthropy ya nchini Uingereza. Idadi ya watoto waliodumaa kimikoa kama unavyoona, ukiangalia huku chini tumeweka katika maelfu. Kwa kiwango kikubwa Geita na Tabora ndio wanaochangiza kwa namba kubwa ya udumavu katika mikoa yote Tanzania bara. Hatuji na kitu kipya. Shughuli zile ambazo zilikuwa zikifanyika hapo awali, tunachokuja ni kuboresha na kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukazifanya ziboreshe huduma zetu vizuri zaidi. Daktari Honorata Rutatinisibwa ni mganga mkuu wa mkoa wa Tabora. Katika ukumbi huu anatoa takwimu ya hali ya lishe ilivyo mkoani hapa. Hali ya lishe duni kwa watoto chini ya miaka 5 bado ipo katika mkoa wetu kutokana na utafiti uliofanywa wa kitaifa wa masuala ya lishe kwa mwaka 2022-2023 kupitia Tanzania Demographic Survey ulionyesha watoto chini ya miaka 5 kwamba 33.1% wamedumaa na 12.7% wana uzito pungufu. 3.6% ya watoto chini ya miaka 5 walionekana pia wana ukondefu. Utafiti huo ulionyesha hali ya upungufu wa damu pia kwa mama ambao wako kwenye umri wa kuzaa kwa maana ya miaka 15 mpaka 49, 62.8% ilionekana pia kwamba wana changamoto ya upungufu wa damu. Pia ilionyesha hata watoto chini ya miaka 5, 42% bado wana upungufu wa damu. Pia na hali duni ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee hasa kipindi kile cha miezi 6. Lengo la mpango huu ni kuimarisha afya ya upimaji wa hali ya lishe na ufuatiliaji wa maendeleo ya ukuaji wa mtoto pamoja na kuongeza kasi ya upatikanaji wa huduma bora za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tarehe 3 Machi mwaka huu, mwezi huu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Silas Shemdoe alifanya uzinduzi wa mradi huu kitaifa huko mkoani Geita. Na mradi huu unahudumia mikoa 3 ya Geita, Tabora na Iringa. Ukiwa na nchi ambayo wananchi wake 30% are stunted, wamedumaa, 30% ya watoto. Mtoto mmoja kati ya 3 kadumaa, hana uwezo wa kuzalisha, hana uwezo wa kusoma kwa wakati, hana uwezo wa kuproduce au kufanya production of uchumi. Madhara yake au consequences zake zinaenda kwa nchi. Mwisho wa siku nchi itakuwa ni kama ina wategemezi wengi. Fedha ambazo zingeenda kujenga barabara ni lazima sasa zielekezwe kuokoa hilo kundi. Huo ndio mtazamo wa why nutrition tunapiga kelele leo. There is no country inayoweza kuendelea pasipo kuyafanya hayo, especially kujenga rasilimali watu ambao ni very productive. Mkuu wa wilaya ya Kaliua Daktari Gerard Mongela kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha anawakumbusha viongozi hawa kubeba ajenda hii kwa uzito wake, kwani ni maono ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha swala la lishe bora linapewa kipaumbele na mkazo kwa ngazi ya kaya, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anachukulia jambo la lishe kwa uzito wa kiasi gani. Katika jambo moja tu ambalo Mheshimiwa Rais ameona asiliache bila kulisainisha mikataba na wasaidizi wake ni jambo la lishe. Hakuna jambo lingine. Amesainishana yeye na mkataba na waziri wa sekta akasainisha na mkataba na wakuu wa mikoa wakasainishana mikataba na wakuu wa wilaya tumekwenda kusainishana hivyo mpaka chini. Uzito huo naona leo mjumuisho wa wajumbe wa kikao hiki, nikiwa na maana composition ya wajumbe, naona kabisa tuna uwakilishi mzuri kutoka ndani ya wizara, tuna uwakilishi wa kutosha ndani ya mikoa, lakini tuna uwakilishi kwenda mawilayani na katika sekta nzima ya afya.
Uwepo wa mpango huu ni matokeo ya utafiti wa lishe uliofanywa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na taasisi ya Big Win Philanthropy ya nchini Uingereza mwaka 2023 pamoja na wataalam wa Chuo Kikuu cha Sokoine kubaini visababishi vinavyochangia matatizo ya lishe kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 katika mkoa wa Tabora, Geita, Dar es Salaam, Mtwara, Kaskazini Pemba, Kaskazini Unguja pamoja na Iringa. Ili kuweza kuzitatua changamoto, kwanza tunahitaji sana ushirikishaji wa baba na mama ili kuweza kuondoa, kwa sababu tunaona katika jamii yetu lazima la makuzi na malezi ya mtoto anaachia mama peke yake. Kwa hiyo tunaamini kwamba ukiweka mchanganyiko wa baba na mama kuweza kuondoa changamoto hii inawezekanika kupitia, kwa mfano, kuhudhuria kliniki kwa pamoja. Kuna elimu ambazo zinatolewa kule kliniki. Tunaamini ile elimu mama anayopatiwa baba anaye akipata pale italeta ile tunasema italeta badiliko. Kwa sawa sana mama ambapo anapatiwa elimu peke yake, kwani kuifikisha nyumbani baba anakuta hawezi kutulia mkazo. Mpango huu unaelekeza kufanya kazi kwa karibu na wataalamu wa tiba mbadala ili kuweza kubaini dalili za msingi za mgonjwa anayepaswa kuhudumiwa nao au ana uhitaji wa matibabu ya hospitali. Tumesema mradi unaenda kuwafundisha pia watu wa tiba mbadala waweze kujua wagonjwa gani wanatakiwa waende kutibiwa kwao na wagonjwa gani wanatakiwa hospitali. Sana watoto wa chini ya miaka 5 ambao wanakabiliana na wimbi la utapiamlo. Tunapokuja kwenye swala la utapiamlo, watoto ambao zamani sana watibiwa hospitali haraka ni wale watoto ambao tunasema wanaibima. Unakuta mtoto amevimba mwili mzima. Wale watoto mara nyingi wanapoteza maisha haraka kwa sababu pia appetite, ulaji wao wa chakula huko chini sana. Kwa anapoenda kwa mganga akadhani, mama akadhani labda mtoto amerogwa, kwa mfano mtoto anakuwa hivyo, yule mtoto ni rahisi sana kupoteza hamu ya kula na hata pata virutubishi muhimu, mwisho wa siku atakufa. Kwa hiyo katika mafunzo hayo tutaweza kuwaelekeza mtoto gani anapokuwa na utapiamlo ule wa kuvimba mwili atakiwa haraka apelekwa kuja hospitali. Mtoto anapokuwa na utapiamlo wa kuwasha koo amekonda sana, natakiwa pewe haraka rufaa kwenda hospitali. Lakini endapo sasa hana yale magonjwa ya kitiba ambayo yanahitajika, kwa mfano pia tumesema kuna changamoto kubwa ya upungufu wa damu kwa watoto. Kwa mtoto tutaelekeza dalili gani zitamuonyesha huyu mtoto ana upungufu mkubwa wa damu. Kwa akikutana na changamoto za hizo, haraka awapatie mtoto rufaa kuja kwenye matibabu ya hospitali. Lakini kama hazitakuwa dalili hizo, basi watibiwe na tiba zao ambazo zinasaidia wao kama wao. Karibu Tabora, karibu Toronto.